taasisi ambayo ina jukumu la ukusanyaji wa mapato ya serikali, na tukirudi nyuma, hii ZRA inatokana na taasisi ambayo zamani tulikuwa tukiita ZRB. Kilichobadilika, tulitoka kutoka kwenye kuwa bodi, na kunako mwaka 2012 mwishoni Disemba serikali ikaridhia na ikasainiwa sheria ya kubadilishwa kutoka kuwa bodi ya mapato na kuwa mamlaka ya mapato. Majukumu makubwa ya taasisi hii ni kukusanya, kukusanya na kuingiza katika hazina ya serikali mapato yote ambayo sheria imetuelekeza kufanya hivyo. Lakini jukumu jingine ni kuhakikisha kwamba tunatoa taaluma kwa walipa kodi, na pamoja na hayo ni kutoa ama kuhamasisha ule ulipaji kodi wa hiari. Kwa hivyo hayo ni kwa ufupi katika majukumu ambayo Mamlaka ya Mapato Zanzibar inayafanya siku hadi siku. Asante sana ndugu Makame kwa kutuelezea vizuri kabisa kuhusiana na Mamlaka ya Mapato Zanzibar ZRA. Tumeweza kuielewa kutoka kule ZRB kama ni bodi na moja kwa moja kuwa mamlaka, na kitu kikiwa mamlaka kidogo kinakuwa kina uhuru kabisa, yani kidogo nguvu zake zinaongezeka. Kuna mabadiliko kiasi yametokea, na miongoni mwa kwanza kwa nini tukatoka kuwa bodi na kuwa mamlaka. Lengo kubwa tulilenga kusogeza karibu zaidi huduma kwa jamii, kwa sababu katika mabadiliko haya tulikuja pia na mabadiliko ya kimuundo ambayo yalituruhusu kuwa na ofisi karibu zaidi katika maeneo ya walipa kodi. Lakini pia tukaja na muundo ambao unaiwezesha taasisi kutoa huduma za upekee katika maeneo yote. Tukisema huduma za upekee, tulikwenda kuwagawanya viongozi na watendaji kwa mujibu wa huu muundo, kwa maana ya kwamba tukaweka viongozi katika kila sekta kuhakikisha kwamba zile sekta zinasimamiwa, lakini zinapata huduma ipasavyo, ili kuweza kufikia lile lengo la serikali la ukusanyaji wa mapato. Lakini yote kwa yote, mabadiliko haya yamelenga zaidi kuleta ufanisi kwa walipa kodi, kwa sababu yamedhamiria pia kuja katika mfumo wa kidijitali ambapo walipa kodi waweze kuwajibika pasi na usumbufu wa kufanya misafara ya kuja katika ofisi zetu, na tayari hayo yameanza tangu tulipoanza kuwa mamlaka. Haya, sasa twende katika mada yetu hapa, ambapo tunakwenda kuangalia issue nzima ya umuhimu wa kudai risiti moja kwa moja. Yani mteja ama mlipa kodi amekwenda dukani huko kununua bidhaa, amekwenda sehemu kununua bidhaa, kuna umuhimu gani hasa wa yeye kuhakikisha kwamba anadai risiti juu ya ile bidhaa ambayo aliyoinunua? Yote anaweza kusaidia hapa. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha hapo awali kwamba jina langu ni Abdul Shakur Ramadhan Simai, ambaye ni afisa elimu kwa walipa kodi kutoka Mamlaka ya Mapato Zanzibar. Lakini kabla ya kwenda huko, kuna wengine huwa wanachanganya. Ukimtajia Mamlaka ya Mapato Zanzibar, anaweza akajiuliza hii Mamlaka ya Mapato ni mamlaka ipi? Imeelezwa hapa na mkuu wangu wa kitengo kwamba hawa ni ZRA na sio wale wenzetu ambao ni TRA. Kwa hiyo sisi ni ZRA na mimi ni afisa elimu kutoka ZRA. Na kuelekea moja kwa moja katika swali lako kuhusiana na swala la umuhimu wa kudai hizi risiti za kielektroniki. Wengine wanasema tu kwamba ni risiti, lakini sio risiti yoyote, ni risiti ya kielektroniki, ambapo hii inakuwa ni ile stakabadhi rasmi ambayo inatolewa kupitia mfumo wa kidijitali. Kuna mashine maalum ambazo zinaitwa VFMS au EFD, ambazo hizo ndo anakuwa nayo mfanyabiashara kwa ajili ya kutoa hiyo risiti ya kielektroniki. Na miongoni mwa umuhimu wa hizi risiti za kielektroniki, kwanza inaonesha uhalali wa ile bidhaa ambayo mtu amenunua. Unaweza kaenda kununua bidhaa ikawa imefanania na ya mwenzako, lakini ikatokea kwamba ile ya mwenzako either imeibiwa au imepotea. Akaja akakuona nayo wewe una bidhaa ambayo imefanania na ile, akaja akasema kwamba na yeye ni ya kwake ile bidhaa. Kitu pekee ambacho kitaonyesha ushahidi kwamba ile bidhaa sio ya kwake ni ile risiti yako ya kielektroniki.
ambayo ndio itaonyesha uhalali wa ile bidhaa uliyoinunua. Lakini pia kwenye swala zima la marejesho ya kodi, hizi risiti za kielektroniki zimekuwa zikisaidia sana. Kuna hawa wafanya biashara au walipa kodi ambao wamesajiliwa katika wigo wa kodi unaotambulika kama VAT au kodi ongezeko la thamani. Kuna marejesho ambao wanatakiwa kulipa pale ZRA, lakini huwezi kuyalipa hayo bila kuwa na risiti ya kielektroniki. Na pia kama haitoshi, hizi risiti za kielektroniki zinasaidia katika swala zima la kulichangia taifa kuendeleza mambo mbalimbali ama miradi ya kimaendeleo. Unapodai risiti ya kielektroniki kama mwananchi, inakusaidia wewe ama inaisaidia taasisi kutambua kodi halisi ambayo imekusanywa, kodi ambayo itakwenda kutumika katika maendeleo mbalimbali ndani ya nchi. Kwa upande wangu naomba nielezee hayo, kama kuna mengine ni mwache kwa kuongezea hapo nitazungumzia vitu viwili katika huu muhimu wa risiti. La kwanza ni hii ya kuchangia katika maendeleo ya nchi. Na hisi tukubaliane kwamba ifike wakati katika hali tunayoendelea nayo sasa hivi katika nchi yetu ya maendeleo ambayo nchi yetu inapiga, ukienda huku kuna miradi ya barabara, miradi ya skuli, hospitali, viwanja vya michezo, basi sisi kama wananchi tuone aibu kwamba maendeleo haya yanafikiwa basi na ushiriki wetu katika hatua yoyote kwa ujenzi wa miradi ile. Sasa tunaweza tukashirikije? Padogo sana. Wewe fanya kazi yako ya halali, pata kipato chako cha halali, kanunue kama ni bidhaa, kama ni huduma, dai tu risiti yako ya kielektroniki na upewe risiti ambayo itakuwa ina kiwango halisi ambacho wewe utakuwa umelipa. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umeshiriki moja kwa moja katika hatua za maendeleo ambazo serikali yetu inaendelea kuzichukua. Lakini umuhimu mwingine wa hii risiti ya kielektroniki, tutakubaliana kwamba walio wengi ambao ni wamiliki wa hizi biashara sio ambao wanakaa katika biashara zao, sio wauzaji, sio ambao wanakaa na kuwasikiliza wateja, unataka nini, cha shingapi, kwa kiwango gani, sio wenyewe, bali wenyewe aidha mara moja, iwe ni jioni au kwa wiki au kwa mwezi, au wengine hawapiti bali wanapelekewa taarifa tu za biashara zilivyo. Sasa kama katika eneo lako la biashara utaratibu huu wa kutoa risiti hauendi ipasavyo, kuna uwezekano mkubwa kwamba ile mali bila daftari karibu bila ya habari, kwa sababu wewe kama mkuu wa ile taasisi unanunua vifaa ama unaingiza mzigo, lakini hakuna kumbukumbu zinazoonesha kwamba umeuzwa kwa kiwango gani. Ni kuambiwa tu mzigo umeisha, tunahitaji tena, unapeleka. Sasa ikiwa mfumo huu wa kielektroniki unatumika ipasavyo, unasaidia sana kujua kilichoingia na kilichouzwa, kwa sababu una rekodi ghala ama mzigo uliopo katika ghala na mzigo ambao umetoka. Na hii ni faida ambayo tumewasaidia walipa kodi, jambo ambalo kwa kutoa risiti au kwa kutumia mfumo huu wa kielektroniki unakusaidia kwanza kuweka kumbukumbu za mauzo yako, na ni sehemu sahihi na salama kabisa za kuweka kumbukumbu. Tukumbuke kabla ya hapa wapo baadhi ya walipa kodi wachache ambao walikuwa na mifumo yao ya kurekodi taarifa zao za biashara, lakini walio wengi labda tu waliweza kurekodi taarifa hizi katika madaftari yao, na daftari ni jambo la kuliamini kwa sababu tumeandika, lakini inapotokezea hitilafu yoyote, mvua, kuroa, zile taarifa huwa hatuna uhakika wa kuendelea kuwa nazo. Sasa iwapo una rekodi taarifa zako za mauzo kupitia mfumo huu, taarifa zako zinabakia kwa usalama kabisa, na sisi ZRA tumebeba jukumu la kukuhifadhia hizo taarifa, na muda wowote wewe kama ni mtumiaji wa ule mfumo ukiingia kuhitaji taarifa zako, basi unaweza ukaprinti ile ripoti yako. Kwa hivyo si tu kwamba inakusaidia wewe mwananchi unaponunua, lakini pia kwa wewe mwenye ile biashara kuna hii fursa ya kuweza kusaidia kuweka taarifa zako, lakini pia kujua mauzo halisi yanayokwenda. Tena hata kama utakuwa hupo dukani mara kwa mara, bali kwa kupitia ule mfumo wewe siku yote ukija unaweza kuona kumbukumbu. Lakini cha msingi hapa cha kusisitiza ni wale tunaowaachia zile biashara wao wanatoa hizo risiti. Hebu tukaangalie sasa ni mfanyabiashara wa aina gani yeye ndo anapaswa kuweza kutoa hizi
risiti zaidi ni za EFD? Tulikoanzia risiti ni mfanyabiashara yoyote tulikoanzia, na ni kwa sababu hawa ambao wanaweza kutoa hizi risiti za mkono, ulimwengu umebadilika sasa, kila kitu kinakwenda na kidijitali, na ni kwa sababu hata wale ambao ilifika wakati wale ambao walipata ruhusa ya wao kwamba wewe unaweza ukatoa hata ya mkono, wakawa wanatujia wenyewe, wateja bwana wanataka kielektroniki, hawanunui bidhaa kwa sababu mimi na risiti ya mkono, kwa hiyo na mimi hata kama sifikii basi naomba nipewe hii ya kielektroniki mashine, tukawa tunawauzia kwa sababu yeye mwenyewe yuko willing. Lakini tulikuja kupata agizo kutoka serikalini kwamba wale ambao mauzo yao yanaanzia milioni 10 kwa mwaka kwenda juu, hawa ndio ambao wanapaswa kutumia hizi mashine za kielektroniki, na tukichukua hesabu hizo walio wengi wanafikia milioni 10 kwa mwaka. Sio faida, ni milioni 10 katika mzunguko wa biashara yao, sio faida. Na ikumbukwe kwamba ZRA ili tukusajili mauzo yako kwa mwaka yao yanafikia milioni 5. Kwa hivyo kama ili tukusajili mauzo yao yanafikia milioni 5, lakini ili tukuuzie hii mashine mauzo yako yao yanafikia milioni 10 kwa mwaka. Lakini haikatazwi kwa yoyote, hata kama ndo umeanza leo milioni 5, sisi tunakuuzia ile mashine kama unahitaji. Lakini wakati mwingine tunashindwa kusimamia hapo kwenye lazima mauzo yao yanafikia milioni 10 kwa sababu ya kutokupewa taarifa sahihi kutoka kwa wafanya biashara. Wafanya biashara baadhi yao, na ni walio wengi, wanapokuja kufanya usajili hawaji na taarifa sahihi juu ya biashara yake. Inawezekana mfanyabiashara yule anauza vitu ambavyo au mzunguko mtaji wake tu unawezekana ukawa unafikia milioni 50, yeye akasema mtaji wangu 500,000. Haya tunayo ya milioni 50. Na nazungumzia haya kwa ushahidi kwa sababu nimepitia usajili. Kwa hiyo hapa ndio inapokuja ile dhana ya kwamba lazima tukamkague kwanza kabla hatujamsajili. Au anasema mimi nauza vifaa tu mchanganyiko, vitu vidogo vidogo, misumari. Ukienda dukani unakuta kuna saruji, nondo, mabati. Yaani moja kwa moja huyu ni mtu ambaye anapaswa kusajiliwa katika kodi ya ongezeko la thamani, ambayo ili kusajili VAT wewe mauzo yako kwa mwaka yanatakiwa yawe yanafikia milioni 100. Sasa kukosekana kwa zile taarifa sahihi kwa baadhi ya wafanyabiashara, sio wote, wapo wanaojitahidi kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa sahihi, lakini wapo pia baadhi ambao hawatoi taarifa sahihi. Hapa ndipo inapokuja ile dhana kwamba lazima uwe unanunua ama uwe unatumia hii mashine ya kielektroniki. Kwenye jambo lolote lazima huwa linahitaji elimu. Chochote kile unachotaka kukianzisha lazima inahitajika elimu, aidha kwa yule ambaye anatoa, lakini pia kwa yule mpokeaji. Vipi kwa upande wa wafanya biashara? Ndo tumeona hapa mnakuwa mnakaa nao, wakati mwingine mtu anapotaka kuja kusajili biashara yake mnampa elimu, at least anaelewa. Lakini kwa upande sasa wale wateja ambao wanakwenda kununua hizi biashara, ndio kwenye shida hapa. Unajikuta pengine labda mtu huko kuna taasisi ndio imemtuma, naambia hapa kama hujaje na risiti hatukulipi. Kwa hiyo unajikuta huyo ndio automatic atakwenda kusimama kidedea kudai risiti. Lakini akiona tu mimi nikwambia tu hapa nimenunua hichi, hata nimenunua 10,000, kumbe kitu nimenunua 5,000 fresh tu, sina napewa mpunga. Yani kwa kile inakuwa ni rahisi zaidi. Sijui mnapata nafasi gani ya kuweza kuielimisha ama kuelimisha jamii kuhakikisha na wao wajue sasa huu umuhimu wa kudai risiti pindi wanapokwenda kununua bidhaa katika maeneo mbalimbali hapa visiwani Zanzibar? Asante sana ndugu mtangazaji. Katika suala la kuwafikia wananchi kuhusiana na kupata elimu ya kudai hizi risiti za kielektroniki, miongoni mwa njia ambazo tunatumia kama ZRA ama kitengo cha habari cha ZRA, ikiwemo hii hapa tulipokuja leo katika Spice FM. Tumefika hapa, bila shaka kuna wananchi wengi wamekuwa wakitizama, lakini wengine wamekuwa wakisikiliza kuhusiana na elimu hii ya kodi kuhusiana na risiti za kielektroniki. Lakini pia kuna swala zima la kuwafikia wale viongozi wa kisiasa kama masheha ama viongozi wa kiserikali. Masheha, kuna viongozi wengine mbalimbali, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, tunawafikia
na tunajumuika nao pamoja na baadhi ya wananchi wanaweza kaja kwa niaba kuwapatia elimu hii kuhusiana na masuala ya kudai risiti za kielektroniki. Na kama haitoshi, pia tuna kampeni mbalimbali ambazo tumekuwa tukizifanya sisi ZRA. Tunaandaa kampeni kama vile Somba Zawadi, kwenda kuziendesha katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar, ambapo mtu anakuja kwa ajili ya kuuliza swali ama kuulizwa na kupatiwa elimu, ikiwemo elimu hii ya risiti za kielektroniki. Anapopatiwa elimu ile pia anajipatia na zawadi. Kwa hiyo miongoni mwa njia tunazotumia ikiwemo hiyo ya kuanzisha kampeni mbalimbali kuwafikia viongozi wa kisiasa, lakini pia kwenye swala zima la kufikia vyombo vya habari katika kufikisha elimu hii. Kwa kuongezea, swala la risiti ni katika mambo ambayo yametumia muda mkubwa sana, ama ZRA imekuwa ikitumia muda mkubwa sana katika kutoa taaluma. Tangu 98 Septemba ambapo ZRB ilianzishwa, wakati huo jambo hili limekuwa likitamalaki sana katika vikao vya elimu. Na kwa kuzungumzia hii risiti ya kielektroniki, kumbukumbu zangu kutoka 2021 ambapo tulianza jambo hili, tumekuwa na kampeni ama na matukio mbalimbali. Alivyosema mwenzangu, tumekuwa tukifanya kampeni, lakini pia tumekuwa tukifanya tunaita village outreach, kijiji kwa kijiji. Tumekuwa tukiweka kambi katika vijiji ama maeneo mbalimbali. Jina letu tunaziita tax clinic, kwamba huwa tunatoa huduma za kikodi katika maeneo hayo. Kwa hivyo tumekuwa tukiweka hizo kambi ambazo zinalenga kutoa taaluma ya kodi, lakini kama haitoshi, tumekuwa tukifanya road show barabarani humo. Tumekuwa tukichukua magari mbalimbali na matangazo yamekuwa yakitembea na kuzurura, na mfano mzuri kwa mara ya mwisho mwezi huu wa Ramadhani uliopita, mwezi mzima kila siku tulikuwa tukizunguka vijijini na mjini, na eneo letu la biashara la mjini Darajani la Mlandege, ili lilikuwa tulikuwa na kazi maalum ambalo kila siku, pamoja na kwamba zoezi lilikuwa likifanyika shamba, lakini maeneo hayo lilikuwa halikosi. Na kampeni nyingine kama tulivyotaja, tumekuwa tukiwashirikisha wananchi kwa kutoa quiz. Tumekuwa tukiona haja pia ya kushirikisha watoto au wanafunzi wa sekondari, ambapo hawa wana nafasi kubwa ya baadaye si tu kuja kuwa walipa kodi wazuri, lakini pia kuwa wasimamizi wazuri wa haya ambao sisi leo tumekuwa tukiyafanya. Kwa hivyo tumeanzisha hata tax clubs ama klabu za kodi katika skuli mbalimbali, lengo likiwa ni ile kusaidia kufikisha hizi taaluma kwa jamii. Kwa hivyo tumekuwa tukitumia mbinu mbalimbali, lakini ukiacha hizo, kwenye social media zetu huko ndo tumekuwa na kila siku tuna content ambayo inaelekeza kutoa taaluma kuhusiana na risiti hizi za kielektroniki. Hebu kwa mtu ambaye anakwenda kununua bidhaa, unajua kuna wengine atauliza mimi nimeenda kununua tu labda kitu cha bei hii tu. Kweli ndo kuna haja mimi ya kudai risiti? Inaanzia hasa mtu angalau akinunua kitu cha bei gani, huyu yeye anastahili hasa kuweza kudai risiti na muuzaji lazima ampatie? Mimi siwezi kusema inaanzia kiasi gani. Mimi nasema inaanzia unapotoa fedha. Ukitoa fedha tu, hiyo fedha lazima irejeshwe kwa ushahidi wa maandishi. Inawezekana umetoa ni ya kwako, lakini pia wakati mwingine tunanunua kwa kutumwa. Naomba upite sehemu fulani uninunulie kitu fulani, alafu ukifika huko nitakurejeshea. Sasa umerudi, bahati nzuri mwenyewe ile ulivyomwambia nimenunua kiasi hiki, karidhika na ile bei. Lakini kama kubwa akiwa hajaridhika, una ushahidi gani? Huna. Kwa hivyo hata kama ni shilingi 100 na si tatizo, kwa sababu ujio wa hizi mashine za kielektroniki umekuwa pia ni msaada mkubwa kwa wafanyabiashara, na nathubutu kusema wale ambao walikuwa zamani wakitoa risiti za mkono wamezifurahia, na tunazo hizo shuhuda, kwa sababu kabla ya kuja zile mashine ilimbidi awe anachapisha vitabu vya risiti kwa quality ama kwa wingi ambao mwenyewe anauelewa na ana uhitaji. Lakini kwa kuja hizi mashine, ile mashine ni 400,000. Kama alikuwa kila mwezi ana print vitabu kwa gharama anayojua mwenyewe, kila mwezi kila mwaka, mashine ipo sasa hivi 400,000 kwa muda wote wa uhai wa ile mashine.
Sana sana atakachokuwa na kinunua ni zile karatasi zile za kutolea zile risiti ambazo ni gharama ndogo ambayo serikali imehakikisha kwamba walipa kodi watakuwa wanaiweza. Kwa hivyo risiti itolewe kwa kiwango chochote ambacho mtu atakuwa amelipa. Tena kiandikwe sahihi. Isiwe kalipa shilingi 50,000 kaandikwa shilingi 50 au ikaandikwa shilingi 5,000. Isiwe kalipa 500,000 ikaandikwa 50,000. Na sisi pia wananchi tuwe na hadhari na hili, kwa sababu inapoandikwa 50,000 na wewe umelipa 500,000, hapa si tu kwamba ameikosesha serikali mapato, kwa sababu kodi ambayo ingepaswa kulipwa ingelipwa kutoka katika 50,000 ambayo umelipa, lakini kwa maandishi ya kutoka kwenye 500,000 ambayo wewe umelipa, lakini kwa maandishi 50,000 kodi inabidi ilipwe kwenye ile shilingi 50,000. Kama ilikuwa ilipwe kodi shilingi labda 150,000, basi inaweza ikaja ikalipwa kodi 150, kesi kama hiyo. Sasa wewe kama mwananchi umechangia kwenye kulipa kodi na maendeleo ya nchi, lakini haifiki sehemu sahihi. Sasa mfano athari ya pili kwamba kodi haikufika, lakini athari ya pili ni iwapo itatokezea hitilafu yoyote ukahitaji kuirejesha ile bidhaa pale dukani na ukaulizwa, je, ulipewa risiti? Ndio, nilipewa. Ndio hapo unapokuja kuonekana friji umenunua shilingi 50,000 wakati 500,000, wakati umelipa 500,000. Kwa hiyo tuhakikishe tunaandikiwa risiti kwa thamani halisi ambayo tutakuwa tumeilipa. Msikilizaji na mtazamaji, unayo nafasi pia na wewe ya kumuuliza hapa Mr. Makame. Lakini pia bwana Mr. Makame hayuko peke yake hapa mjengoni. Pia tunaye ndugu Abdul Shakur Ramadhan Simai, yeye ni afisa elimu kwa mlipa kodi, lakini ndugu Makame yeye ni mkuu wa kitengo cha habari, uhusiano na huduma kwa walipa kodi. Na leo hii tunajadili kuhusiana na umuhimu wa kudai risiti, na sio risiti tu, ni risiti za kielektroniki. Nambari yetu ni 0676 27 79 27, 0676 27 79 27. Kama kuna chochote hapo unataka kuuliza, lakini pia kwenye mitandao yetu ya kijamii kule andika tu Spice Media Zanzibar, kwenye YouTube channel yetu hapo utapata nafasi ya kuweza kututazama mubashara, lakini pia kwenye Instagram pamoja na Facebook yetu andika hivyo hivyo Spice Media Zanzibar. Naamini kwamba mambo yatakuwa yako vizuri kabisa na utaweza kutuangalia na kutusikiliza vile vile. Naomba nirudi tena hapa kwenu. Kuna swali kidogo ambalo limekuwa lipo. Unaweza kumkuta mtu amekwenda dukani kwa ajili ya kuweza kupata huduma, lakini baada ya kuweza kutoa zile fedha kupata ile huduma, unajikuta pengine labda muuzaji anakwambia mtandao unasumbua, mtandao kidogo hauko sawa kwa siku hii hapa leo, kwa hiyo risiti haipatikani. Sasa kwa mtu ambaye anakutana na changamoto kama hiyo, nini afanye ili mambo yakae sawa? Unajikuta pengine sasa ndio ushakaa hapo, ushasubiria dakika 10-15 alafu bidhaa inahitajika huko, lakini unaambiwa kwamba mtandao unasumbua. Na hii sana yapo haya mambo tunakutana nayo. Kweli ni kwamba zimekuwepo hizo, baadhi ya watu wamekuwa wakilalamikia issue ya mtandao. Hatukatai kwamba baadhi ya wakati mtandao unakuwa hauko sawa, lakini tukumbuke katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki, Zanzibar tumechelewa kidogo kuja na huu mfumo wa kutoa risiti za kielektroniki, na tumechelewa kwa sababu tulikuwa tunajifunza kwa wenzetu, walipokosea sisi tusikosee, walipopatia sisi tupatie zaidi. Na moja tulilojifunza ni swala la kuhakikisha kwamba tunaweza au tunaziruhusu hizi mashine kuwa zinafanya kazi hata kama hakuna mtandao. Sasa wale wote ambao tumekuwa au wamekuja kununua mashine na tukawapa elimu, tumekuwa tukiwaelimisha kwamba mashine hizi zinafanya kazi hata kama hakuna mtandao. Cha muhimu ni kwamba asubuhi unapofungua duka ama ofisi, hakikisha unaiwasha mashine ukiwa una mtandao, sababu huwezi kuingia kwenye ile mashine kama hakuna mtandao. Kwa hiyo kuwe kuna mtandao. Kukisha kuwa na mtandao tu, wewe unaweza switch off ama ukafunga ule mtandao, na baada ya hapo unaweza ukakitumia kile kimashine masaa 72 siku 3 bila ya kuwepo kwa mtandao. Lakini
kwa bahati mbaya wale ambao wanakuja ofisini kufundishwa namna ya kuitumia ile mashine, tumebaini wengi wao sio ambao wanakwenda kuitumia ile mashine kule dukani. Sasa hii nayo inakuwa ni changamoto nyingine. Yale ambayo umemuelekeza yeye, akifika dukani anaenda kutumia mtu mwingine. Aliyekwenda kutumia dukani hafahamu kwamba hiki kimashine kinaweza pia kufanya kazi bila ya mtandao. Sasa kupitia Spice FM tunapenda kuambia wafanya biashara na walipa kodi wetu kwamba hizi mashine za kutolea risiti zina uwezo wa kufanya kazi bila ya mtandao ndani ya siku 3, masaa 72. Na mwananchi kama ulikuwa hujui, ili tunaomba nalo ulielewe kwamba mashine hizi za ZRA zina uwezo wa kufanya kazi bila ya mtandao ndani ya siku 3. Lipa kodi, tulipe kodi kwa maendeleo Zanzibar.